Ukurasa wa 36 hadi 53. Uchunguzi na mashtaka. Mheshimiwa Rais, katika kipindi cha mwaka 2023-24 kupitia operesheni mbalimbali za uchunguzi, TAKUKURU ilifanikiwa kuokoa kiasi cha shilingi bilioni 30.19. Baadhi ya chunguzi zilizofanikisha uokoaji huu ni hizi fuatazo. Mosi, mikopo isiyorejeshwa katika Benki ya Maendeleo ya TIB kiasi cha shilingi bilioni 6.6. Mikopo hii ilitolewa bila kuzingatia utaratibu na vigezo kwa kampuni ya Amboni Saiso Properties Limited ya jijini Tanga. Fedha hii tayari imerejeshwa TIB. 2. Ushuru uliokusanywa katika maeneo ya minada, masoko na maeneo mengine katika halmashauri ya jiji la Ilala kiasi cha shilingi bilioni 6.8. Wakusanyaji hao wa ushuru hawakuziwasilisha fedha hizo benki. Fedha hizo zimerejeshwa na kuwekwa katika akaunti ya mfuko mkuu wa halmashauri ya jiji la Ilala. Ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo katika halmashauri kiasi cha shilingi bilioni 3.16. Kati ya kiasi hicho, shilingi bilioni 1.12 ni fedha taslim iliyorejeshwa kwenye akaunti za halmashauri na shilingi bilioni 2.04 ilidhibitiwa sambamba na vifaa kurejeshwa katika miradi husika. 4. Ukwepaji kodi wa shilingi bilioni 2.4. Kati ya fedha hii, shilingi milioni 281.44 ilikuwa ni fedha ya kodi iliyokwepwa kulipwa na wafanyabiashara mbalimbali katika mkoa wa Kigoma. Vile vile TAKUKURU imeokoa kiasi cha shilingi bilioni 2.15 iliyotokana na ukwepaji wa kodi ya zuio, yani withholding tax. Mheshimiwa Rais, katika kipindi hiki TAKUKURU imekamilisha uchunguzi wa majarada 728 na kuwezesha kuchukuliwa hatua mbalimbali kwa mujibu wa sheria. Kati ya majarada hayo 17 ni ya rushwa kubwa ambayo yanahusisha thamani ya shilingi bilioni 1 na kuendelea. Chunguzi hizo ni pamoja na hizi zifuatazo. 1. Mkataba wa upangishaji wa jengo la Ngorongoro Tourism Center shilingi bilioni 7.96 ambapo watuhumiwa walimpangisha mteja chini ya bei iliyoelekezwa katika operation plan na bila kupata ridhaa ya bodi ya wakurugenzi. 2. Vitendo vya rushwa na utakatishaji fedha kiasi cha shilingi bilioni 4.2 kwa watumishi wa kitengo cha agency banking cha benki ya CRDB kutoka kwa mawakala wakuu super agents ili wasiwasitishie mikataba yao ya uwakala. 3. Vitendo vya rushwa na uchapishaji wa fedha kwa kushirikisha watumishi wa benki na watumiwa wengine kama ifuatavyo. Shilingi bilioni 2.35 zilizochepushwa na maafisa wa benki ya ABC kupitia miamala iliyofanyika na kurejeshwa, yani teller reversal entries. Miamala ya kutuma pesa kutoka kwenye akaunti kwa njia ya simu, mobile banking transfers. Kuruhusu miamala ya kupitiliza iliyofanywa kwa kupitia katika huduma ya kadi ya malipo ya kabla, yani card overdrawn in connection with prepaid card services. 4. Vitendo vya rushwa na kuisababishia serikali hasara ya shilingi bilioni 2.89 kwenye zabuni ya ujenzi wa daraja la Kijichi Toa Ngoma na barabara ya Mwanamtoti katika wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam. 5. Vitendo vya rushwa vilivyofanywa na kampuni ya Nat Group Limited kwa kushirikiana na watu wengine kama dhamana wakati wa kuchukua credit bond yenye thamani ya shilingi bilioni 2.3 kutoka First Assurance kwa lengo la kupata uwezo wa kununua mafuta aina ya petroli kwa njia ya mkopo kutoka katika kampuni ya usambazaji mafuta ya United Petroleum Limited. Na 6. Vitendo vya rushwa kwenye usambazaji wa vifaa vya umeme vyenye thamani ya shilingi bilioni 2.01 katika bohari ya TANESCO mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa Rais, majalada mengine yaliyochunguzwa yalihusu: 1. Uchunguzi wa tuhuma 285 ambazo zilitokana na taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya mwaka 2022-23. Kutokana na tuhuma hizo, tuhuma 145 zilifungwa kwa kukosa ushahidi unaothibitisha vitendo vya rushwa pasipo shaka, yani beyond reasonable doubt. B. Tuhuma 140 zilifunguliwa majalada na uchunguzi wake kukamilika ambapo watuhumiwa walifikishwa mahakamani. Katika kesi 140 zilizofunguliwa mahakamani, kesi 55 zimeamuliwa na jamhuri ilishinda kesi 41, kesi 4 zimeondolewa mahakamani na kesi 81 zinaendelea kusikilizwa katika hatua mbalimbali. Vile vile tuhuma kwenye majalada 15 watuhumiwa wamechukuliwa hatua za kinidhamu kwa ukiukaji wa taratibu mbalimbali. Majalada mengine ni ya uchunguzi wa tuhuma 135
zilizotokana na taarifa ya Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA ya mwaka 2023. Uchunguzi wa tuhuma 84 ulifungwa baada ya kukosekana ushahidi wa vitendo vya rushwa. Tuhuma 46 bado zinaendelea kufanyiwa uchunguzi na tuhuma 5 zimechunguzwa na kukamilika na zipo katika taratibu za uchukuaji wa hatua stahiki za kisheria. Majalada mengine yalihusu uchunguzi kuhusu tuhuma za ubadhilifu wa mapato ya serikali kupitia kiasi cha shilingi bilioni 46.46 kilichokusanywa kupitia mashine za POS. Kutokana na uchunguzi huu, TAKUKURU ilifungua majalada 281 ambapo washtakiwa katika kesi 73 zilizofunguliwa mahakamani wametiwa hatiani na kurejesha fedha kiasi cha shilingi bilioni 6.2. Kesi 86 zinaendelea mahakamani. Majalada 35 uchunguzi wake umekamilika na zipo katika taratibu za uchukuaji wa hatua stahiki za kisheria. Majalada 19 uchunguzi wake umefungwa. Watuhumiwa katika jalada moja wamechukuliwa hatua za kinidhamu na uchunguzi wa majalada 67 unaendelea. Mheshimiwa Rais, sababu za ubadhirifu kuendelea kujitokeza kwenye ukusanyaji wa mapato ya halmashauri mbalimbali nchini ni hizi zifuatazo: kukosekana kwa usimamizi madhubuti kuhakikisha fedha inayokusanywa inapelekwa benki. Baadhi ya wasimamizi na wahasibu kushirikiana na wakusanyaji kujinufaisha na fedha hizo, na baadhi ya wasimamizi kukosa uadilifu. Hivyo ni vyema viongozi wa halmashauri wakaimarisha usimamizi kwenye eneo la ukusanyaji wa mapato ya serikali. Eneo lingine ni uchunguzi kuhusu usimamizi wa masuala ya ardhi. TAKUKURU imekamilisha uchunguzi wa majalada 21 kuhusu tuhuma za vitendo vya rushwa katika umilikishaji wa viwanja. Kesi 21 kuhusiana na tuhuma hizo zimefunguliwa mahakamani. Kati ya majalada hayo, majalada 10 yalihusu jiji la Dodoma pekee. Mheshimiwa Rais, katika kipindi hiki TAKUKURU iliendesha jumla ya kesi 978 zikiwemo kesi mpya 462 zilizofunguliwa mwaka 2023-24 na kesi 516 za miaka ya nyuma katika mahakama mbalimbali nchini. Kati ya kesi hizo mpya, kesi 5 zimefunguliwa katika Mahakama Kuu Division ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi, na kesi 457 zimefunguliwa kwenye mahakama za wilaya na hakimu mkazi. Kati ya kesi hizo 978, kesi 440 za rushwa zimetolewa uamuzi mahakamani ambapo Jamhuri imeshinda kesi 334. Mheshimiwa Rais, kiwango cha kushinda kesi kilichofikiwa katika kipindi hiki ni 76% ikilinganishwa na kiwango cha 67.7% kilichofikiwa mwaka 2022-23. Mheshimiwa Rais, kazi za uchunguzi wa mashtaka zimeelezwa kwa undani katika taarifa yetu kuanzia ukurasa wa 54 mpaka 72. Ushirikiano na wadau katika mapambano dhidi ya rushwa. Mheshimiwa Rais, katika mwaka 2023-24 TAKUKURU ilishirikiana na wadau wa ndani na wa nje kama ifuatavyo. Ushirikiano na wadau wa ndani. TAKUKURU iliendelea kushirikiana na wadau wa ndani ambao ni wananchi, mamlaka za serikali, viongozi wa dini, viongozi wa kimila, asasi za kiraia, taasisi binafsi, vyama vya siasa, vyama vya ushirika, taasisi za umma zikiwemo zinazohusika na usimamizi wa sheria pamoja na vyombo vya habari. Mheshimiwa Rais, kutokana na kuwepo kwa makubaliano ya ushirikiano MOU kati ya TAKUKURU na Taasisi ya Elimu Tanzania TET, tumefanikiwa kuingiza maudhui ya kuzuia na kupambana na rushwa kwenye mtaala wa elimu ya awali, msingi, sekondari na vyuo vya ualimu katika somo la historia ya Tanzania na maadili. Mtaala huu umeanza kufundishwa kwa wanafunzi wa darasa la 3, kidato cha kwanza na kidato cha 5 kwa muhula wa masomo wa mwaka 2024. Ushirikiano na ZAECA. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU imeendelea na ushirikiano na Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi Zanzibar ZAECA katika maeneo mbalimbali. Baadhi ya maeneo hayo ni: mosi, maandalizi ya kila mwaka ya maadhimisho ya siku ya mapambano dhidi ya rushwa barani Afrika, na kwa namna ya kipekee tunakushukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwa mgeni rasmi katika kilele cha maadhimisho hayo yaliyofanyika jijini Arusha tarehe 11 Julai mwaka 2023. 2, ushirikiano mwingine na ZAECA ni katika kubadilishana uzoefu, kujengeana uwezo na kusaidiana katika utekelezaji wa majukumu yetu. Ushirikiano na wadau wa nje. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU iliendelea kushirikiana na wadau wa nje ambao ni mashirika na mamlaka mbalimbali za kikanda na kimataifa zinazohusika na mapambano dhidi ya rushwa na wadau wa maendeleo pamoja na utekelezaji wa itifaki na mikataba ya kikanda na kimataifa kama ifuatavyo. 1, mkataba wa Umoja wa Mataifa dhidi ya rushwa, United Nations Convention Against Corruption, UNICAC. 2,
mkataba wa Umoja wa Mataifa kupambana na uhalifu wa kupanga, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, UNITOC. 3, mkataba wa kuzuia na kupambana na rushwa Afrika, African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, AUCPCC. Na 4, itifaki ya SADC ya kupambana na rushwa, SADC Protocol Against Corruption. Vilevile TAKUKURU imeendelea kushirikiana na mamlaka nyingine za kupambana na rushwa kupitia shirikisho la mamlaka za kuzuia na kupambana na rushwa Africa, An Association of Anti-Corruption Authorities in Africa, AAACA, shirikisho la mamlaka za kuzuia na kupambana na rushwa Afrika Mashariki, Eastern Africa Association of Anti-Corruption Authorities, EAACA, na shirikisho la mamlaka za kuzuia na kupambana na rushwa kwa nchi za Jumuiya ya Madola kanda ya Afrika, An Association of Anti-Corruption Agencies in Commonwealth Africa. Mheshimiwa Rais, kupitia ushirikiano huu tumeendelea kujengeana uwezo pamoja na kubadilishana uzoefu wa mbinu za kuzuia na kupambana na rushwa. Mheshimiwa Rais, kazi za ushirikiano na wadau zimeelezwa kwa undani katika taarifa yetu kuanzia ukurasa wa 73 mpaka 83. Jitihada za serikali katika uimarishaji wa TAKUKURU. Mheshimiwa Rais, Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa inaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini inayokidhi mahitaji hasa katika ofisi za wilaya. B, ununuzi wa magari 178 katika mwaka 2023-24 ili kutatua changamoto ya usafiri katika ofisi za mikoa na wilaya. C, watumishi 1686 wamepata mafunzo ya weledi katika maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa lengo la kuboresha utendaji kazi. D, ujenzi wa ofisi ya TAKUKURU makao makuu Dodoma wenye thamani ya shilingi